على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلوم الدارين رضي الله عنه وعنه آمين. طيب إن شاء الله tutaanza kusoma kitabu hiki ambacho kinaitwa Al-Wajiz fi Usul Fiqh cha Dr. Abdul Karim Zaidan. Katika vitabu vya kisasa kwamba ni vizuri sana ndio kipara kitabu hichi kitampa mwangaza kufahamu vile vitabu vya kizamani. Na huyu ni mwanachuoni mkubwa katika wanazuoni wa Iraq, lakini baadaye akatoroka Iraq akaenda Yemen. Kwa kheri kubwa kwa watu wa Yemen kupata mwanachuoni kama huyu ambaye kwamba ni mwanachuoni mkubwa katika usul fiqh na mengineyo tena. Inshallah tutaanza kutali pamoja hiki kitabu kinaitwa Al-Wajiz fi Usul Fiqh. Na hiki Al-Wajiz ukisoma ile ilmu usul fiqh al-Khallafa tumesoma, utaona vitu vingi vya kule viko hapa, lakini hapa kidogo kumerefushwa zaidi kwa kule. Kuna mabahith mengi ya kule hapa imerefushwa, lakini kuna baadhi ya mabahith kule ni imerefushwa hapa kurefushwa baadhi, lakini mengi ya kule hapa nini imerefushwa. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سمى المقدمة kitangulizi. استنباط الأحكام الشرعية. نقولنا استنباط الأحكام الشرعية kutoa ahkam za sharia, kufanya istinbat zile ahkam za sharia au kuzitoa zile ahkam za sharia min masadiriha almu'tabara, kuzitoa katika masadiri zake zenye kuzingatiwa, kutoka Qur'ani, kutoka hadithi, sio hizo ni masadiri zake zenye kuzingatiwa shar'an, zenye kuzingatiwa katika sharia. La yakunu haiwi hiyo istinbat ana hawan kwa matamanio, yani kule kutoa ahkam kutokana na yale masadiri yake, sio haiwi kwa matamanio. Wa kaifa matafaka na kivovote vinavyoafikiana, bal la budda, bali hapana budi min masalika muayyana, waweko ndia maalumu yaslukuha almujtama, kwamba almujtahid atapita zile ndia zile, si kwamba basi kivovote tu unavyofiki utatoa tu, la, kuna ndia ambapo kwamba nini mujtahid lazima nini azifate. Bal la budda min masalika muayyana yasluku almujtahid wa qawaid, hapana budi patika nini na qawaid yastarshidu biha qabla almujtahid, atachukua nguvu kwa qawaid hizo. Wa dhawabit, na pia lazima patika dhawabit yaltazimu, ambayo almujtahid atajilazimisha bimuktadha, kama hukumio ya nini ya hizi qawaid na hizi dhawabit. Hizi dhawabit zataka nini, mahukumu yake vipi, tuzifuate. Wa bihadha, basi kwa haya yani ile faqih au mujtahid akitoa ahkam kwa miongozo ya haya yaliyotajwa, yakunu ijtihadu maqbula, itakuwa ijtihadi yake ikubaliwa. Usuluhu ila al-ahkami as-sahiha, na kufikiria kwake katika zile ahkam zilizo sahihi, basi inakuwa mumkina, ni kuwezekana, maisura kisha sahali, kwa sababu nini anazo ndia ambao nini atapitia nazo kawaida ambazo atazifuata. Asemeleza Sheikh kwamba nini kule kutoa ahkam za sharia katika masadiri zake zenye kutegemewa, sio katika sharia, haiwi kwa matamanio mtu wanavyotaka yeye, bali nini una dhawabit na kawaid na masala kama lazima nini mujtahid afuate. Wal ilmu alladhi yu'na bi bahth masadir ahkami, na ile ilmu ambayo kwamba yu'na, ambayo kwamba yachukua ihtimam na yahusika bibahthi masadir ahkam, kutafuta zile masadir ahkam. Tumesema ahkam sharia tunaka masadir, sio na ile ilmu ambayo kwamba ni kutafuta zile masadir ahkam wa hujjiyatiha, na hujjiyati zake kwamba hii ni hujja, wa maratibiha, na tafuta maratib zake kwamba hii ya kwanza, hii ya pili, daraja zake. Fil istidlali biha, kutoa dalili, wa shurut hadha istidlal, na sharti istidlal hino, wayarsumu, na ile ilmu ambayo kwamba yachora yaweka manhaji istinbat, manhaji ya kutoa ya kutafuta
ya kufanya istinbat. Wayastakhriju alqawaida, na hutoa qawaid almuina yenye kusaidia ala dhalik kufanya jambo hilo. Wallati, habari jakuja, wallati, na ile ambayo kwamba yani qawaid ambazo kwamba yaltazimu biha almujtahid, mujtahid tajilazimisha nayo inda ta'aruf alahkami, wakati kitakuzijuz alahkam min adillati tafsiliya, kutokana na dalili zake za tafsili, huwa ilmu usul fiqh. Hado hapa kuna habari, yani ilmu ambayo kwamba tafuta zote hizo ni ilmu gani? Huwa ilmu usul fiqh. Ndio nini ilmu usul fiqh? Sasa ilmu usul fiqh yatafuta nini? Masadir ahkam, na kueleza kwamba hizi hujjati zake na maratibi zake, sio na sharti za istidlali mpaka mwisho. Walihadha, basi kwa sababu hino, kana hadha alilmu, imekuwa ilmu hino ya usul fiqh, kama qala al-allama Ibn Khaldun, kama alivyosema huyu mwanachuoni mkubwa Ibn Khaldun mwenye kitabu cha tarikh, ambao kwamba ametunga tarikh nzuri sana, lakini tarikh yenyewe imejulikana kwa juzul awwal yake, muqaddimat Ibn Khaldun. Hii muqaddima tarikh yake, lakini ametambulika sana Ibn Khaldun kwa ile muqaddimu juzul awwal yani ya muqaddima tarikh yake, hata chapsho peke yake muqaddimatu Ibn Khaldun, na ina faida sana tukipata nafasi za kutali baadaye. Daiman Muhammad wa muqaddima Ibn Khaldun, kama qala Allama Ibn Khaldun, min a'zam al-ulum ash-shar'iyya. Hii usul fiqh min a'zam al-ulum ash-shar'iyya, ni katika a'zam za elimu za kisheria, katika zile kubwa na tukufu za elimu za sharia, hii moja ni usul fiqh. Wajalluha qadra wa akthar wa faida, ni faida nini nyingi. Kama nani Ibn Khaldun katika kitabu chake muqaddima Ibn Khaldun. Wa haqiqatu usul fiqh, na haqiqa usul fiqh, yani maana usul fiqh na hakika yake, la takhruj amma bayyana, haitoki nilivyobainisha sisi hivi. Yani hama ndio hapa, sio ndio usul fiqh. Sasa hakika usul fiqh haitoki na haya mkomba mimi tumeeleza. Walakin al-usuliyin, lakini wanazuoni kiusul, yadhkuruna lahu ta'rifan istilahiyan, wahitajia wayekea taarif ya istilahi ya usul fiqh. Wekea nini taarif ya nini ya istilahi, bi'tibarihi laqaban, kwa kuzingatia usul fiqh laqaban wasman li'ilmi makhsus, kwamba ni laqab na ni ismu ya ilmu makhsus min ulumi sharia, ilmu za sharia. Wayumahiduna lihadha ta'rif bibayani maanahu, na kufanya tamhid ya taarifino kwa kubainisha maana yake, bi'tibarihi murakkab idafiyan, kwa kuzingatia kwamba hii usul fiqh ni murakkab idafi, kuna mudhaf na kuna nini mudhaf ilayhi, mukawwanan, imeungamanika min kalimatu usul wa al-mudhaf wa kalimatu fiqh wal mudhaf ilayhi. Sasa ukisema usul fiqh hii ni laqab ya nini ile ilmu, sio? Lakini wao kabla hajaeleza ile laqab, sio huja hizi moja moja kachukua hii usul ambayo ni mudhaf na fiqh ambayo nini mudhaf, ya kueleza usul nini na fiqh nini, kisha baadaye ndio nini akueleza hii usul fiqh pamoja ile laqab yake. Walhaqu anna hadha almaslak, kwa maslaka haya ya wanazuoni usul fiqh, kubainisha mwanzo hii usul ni fiqh, kisha baadaye kuarifu ile laqab, yufidu at-talib al-mubtadi, kumfidisha mwanafunzi mwenye kuanza kusoma, min jihati taarifi, kwa upande wa kumarifishia bistilahati alqawmi, istihaza watu wale fani hino, wale hadha fan na watu wa fani hino. Yani pale ukimarifishia istilahi, yule mwanafunzi mubtadi yopata kujua ni hivi istilah za azizoea, hata kienda kuandika vitabu asione geni. Fala yastawhishu minha, basi hatuingia kinyezi minha na hizo istilahi, idha raja la kutoka katika kwa nini vitabu vya usul fiqh, kwa sababu chazitambua za nini istilahi zao. Walihadha, basi kwa sababu hino, faqad atharna, basi sisi tumeonelea tumefadhilisha anujaria fi hadhaj, tuwafate namna wao walivyofanya, japokuwa sisi chaeleza ni famfika usifiki, lakini naona badamu itamfidisha mubtadi, basi sisi tutakwenda mwendo wa wale wanazuoni usul fiqh katika kuarifisha usul fiqh. Fanadhkuru, bas tataja taarifu usul fiqh,
taarifu usul fiqh bi'tibarihi murakkab idhafi, kuzingatia kwamba hii usul fiqh ni murakkab nini idhafi, kuna mudhaf na kuna mudhaf ilayhi. Thumma kisha taarifahu, kuarifisha bi'tibar laqaban, kwamba hii usul fiqh ni laqab, ni jina, sio ala ilmi al-khas, ilmu khas alladhi ambao kwamba nahnu bisabili, na sisi tukakandia kuisoma. Tunatueleza usul fiqh kupandwa kwa ni murakkab idhafi, kisha atakueleza usul fiqh kwa kupandwa ni kwamba ni laqab ya fan makhsus. تعريف أصول الفقه باعتباره مركب إضافيا، هذا كما عنوانه تعريف أصول الفقه وزنجاتية كم مركب إضافي. وتعريفه بهذا الاعتبار نعرف أصول الفقه وزنجاتيه هاي يستلزم تعريف جزئيه، بس يلزم منذ ورفيش جزء زكي بيلي ورفيش أصول كيش ورفيش نيني فقه أبوكم نيني نصول الفقه. فالأصول بس أصول كتكوجوا جمع أصل، نجمع يا أصل، أصل مفرد أصول جمع. وهو في اللغة أصل katika lugha ما يبتنى عليه غير، ni ambapo bujengeka juu yake kingine, kitu ambapo bujengeka juu yake nini kitu kingine, sahihi chini ndio nini ndio asli ile. ما يبتنى kila ambapo bujengeka ale juu yake غيره kingine. سواء أكان ابتناء سواء أكان الابتداء حسيا، sawa ikiwa ule mjengo wa kihisi waona hivi hii panda hapa, au akili yake nini ya kiakili. Madamu hii imejengiwa na hii, basi pia nini tu nini usul, sawa. Kama katika mantiki kwa kusema katika mukaddimatu sughra, kisha katika mukaddimatu kubra, kisha katika natija, hii natija vile gani ewe imetokana nini, hii imejengiwa na hii, kisha kaja natija. Wa fi urfi ulama, na katika dasturi wanazuoni katika urfi yao, wa isti'malat al-isti'mal zao, yuradu bi kalimati al-asli, hupendelewa kalima ya asli iddat maana mengi. Yani katika lugha asl ni ma yubna ala ghayru, sio, lakini wanazuoni wana ada zao na dasturi zao kwamba hichi kilima cha kija basi wanakitumia kwa maana mengi wao, sawa. Minha, miongoni mwa hizo maana ad-dalil, wakisema asl pedalil dalil, moja katika maana wanapendelea. Fayuqalu, wasusemwa aslu hadhihi almas'ala ijma', asli ya mas'ala haya ni ijma', ay daliluha al-ijma'. Sema aslu hadhihi mas'ala ijma', maana nini dalil hadhihi mas'ala, asa aslu hapo kuna kwa maana nini kwa maana dalil. Wa bihadha almaana, na kwa maana haya kwamba asli dalil, qila pamenenwa usul fiqh ay adillatu, usul fiqh yani adillatu nini adillatu fiqh. Kwa nini nimesema hivyo? Lianna alfiqh, kwa sababu fiqh yambani ala adilla, yajengiko zile dalili ibtidan aqliyan, mjengo nini wa kiakli. Hiyo ndio maana kwanza nini ya asli katika urfi ya wanazuoni. Ya pili arrajih, inakuja asli kama rajih, mithlu qawlihim al-asl fi al-kalam al-haqiqa, asli katika maneno kwa nini ni hakika, si majaz. Rajih fi al-kalami hamlu al-haqiqa, kuipeleka katika nini katika hakika, la al-majaz katika majaz. Wa minhu, na miongoni mwa maana rajih, al-kitabu aslun binisba al-qiyas, al-kitabu kitab ila Quran asli asli binisba al-qiyas, kwa nisba nini ya qiyas, yani ar-rajih. يعني kiangalia kitabu na kias rajih ni moja kwa moja ni huku, rajih alkitab, kwamba rajih ni alkitab. Maana ya tatu alqaida, inakuja asli kwa maana qaida. Fayuqalu, basi semwa ibahatu almayta lilmudtarri ala khilaf alasli, yani kuruhusisha mfu kwa mtu losongeka kumla, sio ni khilafi asli, ala khilaf alqaida alamma, ni kinyume cha qaida amma. وقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع كنحو، سيو أي أن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل، إلى قاعدة يكون لكم منين ni فاعلكم مرفوع، أو أن رفع الفاعل أو كم رفع الفاعل من قواعد النحو. ينقاب يتابع، سيو معنى أن المستصحب يقال الأصل براءة الذمة، أصلي نكتكسيك لذمة متو، أي يستصحب صحبيوا خلو ذمة، كيبوكانا إلى ذمة
min inshighal, na kushughulika bishay na kitu, hata yathbuta khilaf, mpaka thubutu kinyume chake. Yani dhima yako wewe asli kwamba hudaiwi, mpaka thubutu kinyume cha hiyo kwamba nini wadaiwa. Tufahamiana sio? Allah alam. Asema nini ni asli, tusema asli. Inshallah kesho tusoma nini? Al-fiqh.